Zamani ujauzito ulikuwa ni safari ya hofu, kwani vifo vya uzazi vilikuwa kati ya 500 mpaka 900 kwa kila vizazi hai 100,000. Huku sababu mojawapo ilikuwa wanawake wengi kupata watoto kwa mfuatano wa haraka. Huku wastani wa uzazi ukiwa takriban watoto 6 kwa mwanamke mmoja. Huduma za kisasa za uzazi wa mpango zilipatikana mijini, hali iliyosababisha mimba zisizo salama, ulemavu na vifo visivyotarajiwa. Hapa palihitajika mto salama ambao mwanamke angeulalia akiwa na faraja ndani ya moyo wake. Ndipo MSI Tanzania ilipojitokeza na kuanza kusogeza huduma za afya ya uzazi kupitia outreach. Elimu ikaenea na hofu ikaanza kupungua. Miaka kadhaa baadaye, matumizi ya uzazi wa mpango yaliongezeka kutoka 6.6 mwaka 1991 hadi 31 mwaka 2022. Mwaka 2024 pekee walizuia utoaji mimba usio salama kwa wanawake 701,800. Leo zaidi ya 88% ya wanawake wanajifungua kwenye vituo vya afya na wanawake hadi milioni 2 wanapata huduma salama kila mwaka na kupatiwa huduma za uzazi bure katika hospitali, vituo vya afya na zahanati za serikali. Malkia sasa analala kwa amani na uhakika wa kesho yake chini ya mpango maalum wa afya ya uzazi unaoratibiwa chini ya MSI Tanzania kwa kushirikiana na Wizara ya Afya. MSI wametoa mto salama ambao mama mjamzito analala, anapata njozi njema bila hofu, na tunawatambua kama legacy makers. Malkia wa Nguvu Legacy Makers 2026. Legacy Maker 2026 kwenye afya ya uzazi ni MSI Tanzania.